Katika jangwa lenye upepo mkali na mchanga unaopeperushwa na upepo usio na huruma, kulikuwa na kijiji kidogo kilichojaa watu maskini lakini wenye matumaini ya maisha bora. Ndani ya kijiji hicho aliishi kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Ali Baba. Hakuwa na mali wala nguvu ya kumiliki dunia, lakini alikuwa na akili ya kipekee na moyo wa ujasiri uliomtofautisha na wengine. Kila siku Ali Baba aliingia msituni kukata kuni ili apate riziki ya kuilisha familia yake. Maisha yalikuwa magumu, lakini hakuwahi kukata tamaa. Hata hivyo, hakujua kuwa siku moja ya kawaida kabisa ingebadilisha maisha yake milele. Siku hiyo, alipokuwa akikusanya kuni, ghafla alisikia sauti za farasi zikikaribia kwa kasi. Hofu ilimjaa moyoni, na bila kupoteza muda, akapanda juu ya mti mkubwa ulio karibu ili kujificha. Kutoka juu, alishuhudia tukio ambalo hakuwahi kulifikiria maishani mwake. Wanaume 40 walifika wakiwa wamepanda farasi, wote wakiwa na silaha kali na sura za kutisha. Hawakuonekana kama watu wa kawaida, walikuwa majambazi hatari sana. Kiongozi wao alishuka na kusimama mbele ya mwamba mkubwa ulioonekana wa kawaida, lakini ndani yake ulificha siri kubwa. Kwa sauti nzito na yenye mamlaka, kiongozi huyo alisema, "Funguka Ufuta." Ghafla mwamba ule ulipasuka na kufunguka, ukionyesha mlango wa siri uliokuwa umefichwa kwa muda mrefu. Majambazi wote wakaingia ndani na mlango ukajifunga tena kama vile haujawahi kufunguka. Ali Baba alibaki juu ya mti, moyo wake ukidunda kwa nguvu, huku akijawa na mshangao na hofu kwa wakati mmoja. Baada ya muda, majambazi walitoka tena na kuondoka kwa kasi walivyokuja, wakiacha kimya kizito msituni. Kwa tahadhari kubwa, Ali Baba alishuka chini. Akiwa bado haamini alichokiona, alisimama mbele ya ule mwamba. Hofu ilimshika, lakini hamu ya kujua siri iliyojificha nyuma ya mlango ule ilikuwa kubwa zaidi. Kwa sauti ya chini lakini yenye matumaini, alisema, "Funguka Ufuta." Na kwa mshangao mkubwa, mwamba ule ukafunguka tena. Ndani yake kulikuwa na hazina isiyo na kifani. Dhahabu iliyong'aa, fedha, vito vya thamani na mali nyingi ambazo hazikuweza kuhesabika kwa urahisi. Ilikuwa ni utajiri ambao ungeweza kubadilisha maisha ya mtu yoyote kwa sekunde chache tu. Ali Baba alisimama kimya, macho yake yakizunguka kila upande wa pango lile. Lakini tofauti na watu wengi, tamaa hakuimtawala. Badala yake, alichukua kiasi kidogo tu cha mali ili kumsaidia yeye na familia yake kuishi maisha bora. Akitoka nje, alihakikisha mlango unafungwa tena kwa kusema maneno yale yale ya siri. Kisha akaondoka haraka, akiwa na furaha lakini pia akiwa na hofu iliyofichika ndani ya moyo wake. Kwa sababu hakujua kuwa siri aliyoigundua haikuwa ya kawaida na wala haikuwa salama. Mahali fulani gizani, macho ya hatari yalikuwa yakimwangalia. Na ingawa Ali Baba alifikiri ameondoka bila kuonekana, ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Safari yake ya kuelekea kwenye utajiri ilikuwa imeanza, lakini pia alikuwa ameanza safari ya kuelekea kwenye hatari kubwa zaidi maishani mwake. Na hapo ndipo hadithi yake ya ajabu, ya siri na ya mapambano ilipoanza.